Na kuhusu mtu wako wa ndani, kiungo ambacho Petro aliweza kuzungumzia na akakinena sana vizuri, na akaweza kusema ya kwamba ananenea kanisa la Bwana. Ningetaka kunena kuhusu kiungo ambacho kinaitwa kiuno cha kiroho. Kiuno cha kiroho, Biblia inasema kwenye kitabu cha Waefeso 6. Niguzie hapo kwenye kitabu cha Waefeso, halafu usikie vile neno la Mungu linasema nikirudi kwenye kitabu cha Petro. Anasema hivi, Waefeso 6 na mstari wake wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hivyo shetani hatumii nguvu, anatumia hila zake. Ndiposa utapata kuna wakati kuna vitu vinaweza kuwapia katika maisha ya mtu, zinakuja vikiwa zimejaa uoga, maana mwili wa mtu huogopa vitu ambazo ziko na uoga mwingi katika maisha yake. Alafu mstari wa 12 anasema, kwa maana kushindana kwetu sio juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, na juu ya wakuu wa giza hii, na juu ya majeshi ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Tuingie katika verse 13. Kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku za uovu, na mkisha kuyatimiza yote kusimama. Verse 14. Basi simameni hali mumejifunga ukweli viunoni, na kuvaa dalili ya haki kifuani, na kufungiwa miguu utayari upatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Kwa hivyo shetani anapoachilia mshale, haachiliangi mshale ambayo iko empty, lazima ikuja na moto. Na hii mshale inaweza tu na kitu ambacho kinaitwa ngao ya imani, faith. Ile shield ya faith inaweza kuzima huo mshale unapokuja kweli. Akasema, bali mumesimama, mmejifunga ukweli viunoni. Na kwa hivyo ni kusema mtu wako wa ndani lazima avikwe vitu hivyo vyote, iwapo uko tayari kutaka kushinda vita vya adui. Kila mtu aseme amen. Iwapo unasema na mimi ninapigana vita vya kwenda mbinguni, mimi ninapigana vita vya kuweza kufika kule ambako nimeitwa, mimi niko hapa ninataka kutimiza ndoto zile niko nazo katika dunia hii, mimi niko hapa niko na destiny, nina maisha ambayo ningetaka kuishi, lazima mtu sasa aende katika store ya Mungu ya silaha za vita, aanze kuchukua one by one akijivika. Tuseme amen. Na kwa hivyo sasa Bible inasema katika kitabu cha Petro, hapo ndipo ninataka sasa turudi. Petro wa kwanza, mlango wake wa kwanza. Peter chapter number 1 and verse 13. Neno la Mungu linasema hivi, kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu. Ndivyo Bible imesema. Kwa hiyo zifungeni viuno vya nia zenu. Hii ni kusema kila mtu aliye hapa lazima atafute mshipi huu ambaye tunaambiwa lazima tujifungie. Lazima. Ukiangalia wakati unapata wale watu wanavaa nguo za ukuhani, akivaa hiyo gown
kuna mshipi anafunga hapa mpana, anafunga mshipi mpana hapa kiunoni, na huo mshipi in the Bible, Aaron alikuwa anafungwa huo mshipi kwa sababu ya authority fulani katika ulimwengu wa roho, na hangefanya ibada yoyote bila huo mshipi kufungiwa hapa, na hangesimama mbele ya watu bila kuwa na huo mshipi katika kiuno chake. Kila mtu aseme amen. Na hii inamaanisha kila Mkristo ameokoka, nia yake lazima ifungwe na mshipi wa Bwana. Lazima. Biblia inasema katika kitabu cha Romans chapter number 12 and verse 2 ya kwamba bali mkigeuzwa nia zenu, your soul, you renew your soul through the word of God. Hapo sasa nia imepewa nafasi ya kuwa renewed. Lakini ndiyo nia ya mtu isikue na wakati wa kumisbehave. Ndiyo nia ya mtu isikue na wakati wa kutokukaa vile Mungu anataka. Kile inatakikana ni kufungiwa mshipi wa kiroho. Leo ndio nitakuonyesha kama uko na mshipi ama hauna. Leo ndio nitakuonyesha ni kitu gani huwa kinakusumbua katika maisha yako. Kama kwa mfano nikiwaambia mtoe viatu, halafu tuwe tumemwaga ile kokoto kubwa, niwaambie kimbizeni hapa, kuna watu hawataenda, watasimama. Maana kule kwao huko kwa miguu chini, kuna mtu kutoka azaliwe hajawahi tembea miguu tupu. Hata wakati ana viatu wako na slippers. Kwa hivyo huyo mtu mkimwambia kimbilia kwa hii kokoto atakataa. Na kuna wakati kwa injili unasikia vile ninakimbia, ninahitaji kuvaa viatu. Tuseme amen. Maana mguu wa mtu kwenye Biblia imepewa nafasi ya kuvalishwa. Mtu wako wa ndani amepewa nafasi ya kuvalishwa viatu vya utayari wa kuhubiri injili ya kweli. Kwa hivyo kama unasikiaga wakati mwingine una resist the gospel, unasikia wakati mwingine hauwezi kupokea vile injili inakuja, miguu yako ya kiroho haina viatu. Inapaswa uipeleke uivalishe viatu. Useme na kuanzia today nitakuwa kila wakati nimejicommit kuhubiria kila mtu mmoja every day. Nitaifanya kama dosi. Unisalimie kila mtu, Bwana Yesu asifiwe. Alafu kitu kingine, ukiona kila wakati mawazo yako inashafuka, kila wakati mawazo yako sio mazuri, kila wakati mawazo yako unashindwa kuicontrol, inaenda vile hautaki, haujavaa chepeo, ile kofia ya wokovu ambaye neno la Mungu limesema ati hali tukiwa tumevalishwa ile kofia, ile ya kuonyesha salvation is my part in my life. Injili, wokovu sio kitu ati ninaendea ndio nichukue niende kanisani. Wokovu ni kitu natembea naye, wokovu ni kitu nakaa naye, wokovu ni kitu ambacho kina flow kwa damu yangu. Tuseme amen. Halafu tena walikuwa wanavalishwa kwa kitu hapa ya chuma. Mtu yeyote angeenda vita alikuwa anavaa kanguo kengine ka chuma. Leo hii ndio uweze kuelewa kile ninasema, ni ile ambayo kama friends code wanaenda vita, wamepatana na wakora wengine, wanavaa bulletproof. Hata kama risasi itatupwa, inapata huyo mtu akona bulletproof. Kuna magari leo hii unapata ukipiga risasi haingii, hiyo kioo ama vile vimetengenezwa ni bulletproof. Nimeona siku ya leo watu wengine wanaweka milango yao, unaona mlango ni kioo, lakini ukipiga risasi ama upige na nyundo haipasuki, ni bulletproof. Imetengenezwa. Nilienda kwa nyumba moja ya mtu akaniambia, ni mimi nitaamua kama unaweza pita hapo ama huwezi pita. Nikamuuliza kwani iko nini? Akaniambia huo mlango nili import kutoka Israel. Milango yote unaona kwa hii nyumba. Akaniambia kuna area nikiingia hivi, ni mimi peke yangu ninakaa hapo. Yaani watu wamejisekiwa kifo. Nikauliza na kuna kuanga na milango ama kama hiyo tunaita bulletproof ya heart attack? Maana unaweza kuwa uko na hiyo kimlango kutoka Israeli na madirisha na nini, tunapiga paka na nyundo ipasuki, lakini heart attack ikiingilia hapo inakupata tu, ama homa, malaria na vitu zingine. Kwa hivyo lazima tuangalie mtu wa ndani anapaswa kuvalishwa aje. Na hii ndio makosa ile kubwa tuko nayo kama Wakristo. Tuna watu tuko nao kanisani hawananga haja
ya kuvaa mavazi ya kiroho. Hawana haja, wao wameokoka, wako kwa Yesu. Na ndiposa unaona wanaaibika kila wakati. Kuna mtu anaweza toa nguo asimame hapa mbele ya watu, hata kama tutakuwa tumekufunga macho. Ati mpendwa, wafunga macho, hakuna mtu anakuona kwa sababu umefunga macho. Simama hapa mbele ya watu, hakuna mtu atakubali. Na hiyo ndio maana ukiambiwa na mtu akiwa ngaboida, Bwana asifiwe, unasema unachanganya maneno ya fit, poa, nzuri, unamalizia na mtu anashindwa ni lugha umetumia ama ni nini. Ni kwa sababu ile neno limekuja na Bwana Yesu asifiwe, limekupata kumbe hauna nguo. Na wadugu na wadada wengi hawana mavazi ya kiroho. Na hile wasumbua. Ndio mnaona mpaka tunafungua darasa ingine kila Sunday hapa asubuhi ya new believers, ndio waanze kuvaa manguo. Waanze kuvaa manguo. Ndio wakivaa hizo mavazi za kiroho, akitokea anaonekana na huyo mtu ako na nguo. Nilisikia mtu mmoja akisema ya kwamba wiki hii tukiongea na yeye, akaniambia wakati tulikuwa katika ofisi za wachawi, tulikuwa tuna uwezo wa kuona mtu mwenye Mkristo mwenye ako na nguo na mwenye ana. Hali mtu anasimama akipita hivi, mchawi anatumia kitu tunaita spiritual eye, anajua uko uchi, unapita mbele za watu. Hivyo ni kusema kila Mkristo lazima uanze kujiuliza, na mimi ni nini sina? Maana wengine wamevaa lakini hawana hiyo bulletproof. Kwa hivyo majaribu yakikuja yanakupiga, na mishale yenye inatupwa iko na moto. Kwa hivyo akigongwa kidogo anachomeka. Mnamuona amepoteza real color yenye glory Mungu alikuwa ameweka katika maisha yake. Mwingine anapigwa hiyo, unasikia anapoteza kitu ambacho ni kitu ambacho kinaitwa prayers, inaisha ndani yake. Hiyo mimi ningetaka salimia jirani yako, muulize, una mavazi yote ya kiroho? Bado kuna watu hawana. Mwingine hata amevaa zote lakini ana viatu kwa miguu. Kwa hivyo huyu mtu hata mkimwambia tuko na crusade, anakwambia hiyo ni ya wahubiri, sio yetu. Na mnajua elimu ya kuokolewa ni nini? Ni wewe kuhubiria watu wengine. Na mimi huwa ninashangaa nikiwaona ati mtu anaweza kaa kanisani mwaka hajawahi leta mtu. Wengine mpaka wanafanya mistake. Mtoto yule amezaa anaacha nyumbani. Aka ningewozi ubora. Ndiye alinisumbua sana, wacha akae nyumbani. Baada ya mtu hata alete mtoto kanisani. Hiyo ni kumaanisha lazima sasa tuweze kuelewa ni nini tuko naye katika maisha yetu. Tusome Biblia tusikie vile Biblia inasema. Neno la Mungu linasema hivi katika Petro wa kwanza mlango wake wa kwanza na mstari wa 13. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu. Ni Mungu leo Biblia yenu. Vifungeni viuno, sio vifua, sio mikono na sio miguu. Viuno vya nia zenu. Biblia iko na Kiingereza ambacho ni direct, inasema soul. Ati kiuno cha your soul. Na kwa nini tunafunga soul zetu, nia zetu? Kwa nini tunazifunga na mishipi? Maana katika nia ya mtu, huko ndiko kuko na feelings. Huko ndiko kuko na emotions. Huko ndiko kuko na mind. Huko ndiko kuko na your thoughts. Huko ndiko kuko na judgment. Inatoka hapo. Huko ndiko kuko na kila maamuzi, your will power inatoka hapo. Na kwa hivyo kiuno cha mtu kikiwa hakina mshipi, atakuwa a good Christian. Anajua kuomba, anajua kusoma Bible, anajua kuhubiri, anajua kuimba, anajua kufanya mambo yote ya kanisa, lakini kiuno chake kinamfanya misbehave. Kwa hivyo kuna mambo utakuwa umemisbehave. Kuna mambo utapotea katika tabia ili inatakikana ya Kikristo, tabia nzuri ya kiungu. Badala ya kubaini shetani, usikie kama uko na mshipi. Mimi kuna wadugu wazuri na wanaanga mtu wako sawa, amefunga tai, ako na suti nzuri, hata vile amevaa hiyo shati ametaki vizuri, lakini akisimama hajafunga koti yana mshipi. Kimwangalia unashindwa leo hiyo. Huyo mtu ameweza kununua hizo vitu zote, ameshindwa tu na mshipi.
Na kuna mwingine niliona ni amesimama, anaenda kwenda kutaka, maana siku ilikuwa duty yake ya kuhubiri. Nikamgonga hivi nikamuuliza na wapi mshipi? Akafanya ndio, nimesahau. Unaweza nisaidia yako? Nikamwambia sasa najua yangu wrong inaweza anguka, tutafanyaje? Kwa hivyo mtu akiwa hana mshipi lazima apate nia yake ina misbehave, inakosa kukaa na level ile inapaswa kukaa naye. Mimi ningetaka niwaulize, mkiwa wadogo, si mama yenu alikuwa anawakataza kuchukua chakula ya mgeni? Hata kama ni nyama, unaona kabisa hii ni nyama, huyu ni mimi, niko na mikono, na macho imeona, lakini unaangalia vile mama amekuangalia, unasikia mkono imefungwa na mshipi wa adabu. Nyinyi wenyewe mshaienda mahali unasikia watu wakiongea wanasema watoto wa huyo mama hawana adabu. Mshasikia? Kwani mngechangia story ya watu wazima wakiongea? Ati wa mama wanaongea hapo kuhusu mama fulani ama mzee. Alafu na huko hapo kadogo wengine mimi. Oi, kaukadua mama. Hiyo mdomo haitaongea tena kingine story hapo. Ile coffee utapigwa na mambo ya mdomo. Unaongea watu wazima wakiongea na umanja. Na mama angekuangalia, mgeni akiingia, anakuangalia na anaangalia mlango. Hiyo nikikwambia out. Dakika hii ni nje. Ati mgeni anaingia unamsogea kitu. Tunafanya hivi ati huko kwa kona. Hiyo kona utalimiwa, kwa hiyo kona utapata njia ya kutorokea. Kiti iko ni ya watu watatu. Anaingia unasimama na unatoka. Anakwambia chini ni kubwa, unamwambia Kenyambe nje. Acha niende nje. Kwa sababu hiyo kitu mkikalia na huyo mgeni, ile vitu utatengenezwa baada ya huyo mgeni kwenda. Utaambia mama, hiyo tabia ulitoa wapi? Na ndio Wakristo wengi wako kanisani. Wameokoka miaka mingi lakini wanasahau kufunga mshipi. Of course nimesikia mpaka siku moja wa mama tukiwa mahali anaambiwa na mwingine, hiyo nguo ilikuwa inataka kamshipi hapa kwa kiuno. Sasa hii kalete wewe. Hii haijakaa vizuri. Anambia yes, kamshipi peke yake hiyo nguo itakuwa sawa. Naona anatafuta mshipi anafunga. Akitokea anasema yes, ndio hiyo sasa. Hiyo. Hakuna mshipi. Sasa anaonekana na huyu mtu amekaa vizuri. Mwingine anaambia hiyo nguo vile inakaa inaweza kuruka hivi. Inataka mshipi. Na ndio unaona nia ya Mkristo inaweza zunguka ipoteze direction. Aanze kumisbehave. Ukitokea siasa, anavaa hizo manguo za siasa za chama fulani, wanaye. Anavaa tu na ananyamaza mbele zenyu hapo pole. Lakini ndani ako na PNU. Nia yake inatakikana ifungwe. Unaona ni kwa nini siku ya leo watu wanataka kuvaa manguo ziko na images za maskeleton na mavichwa za watu, na mpaka mtu ni Mkristo na ameokoka na anashindwa kuresist, ni nia yake haina mshipi. Kiuno chako cha kiroho kikosa mshipi, style yoyote itatoka duniani utasikia ukiitaka. Na ukiambiwa wapendwa, hiyo sio ya Wakristo, unaanza kuleta fujo. Unaanza kufanya hii kanisa itakuwa, kwani tutakuwa watoto sisi wote? Kwani tutakuwa tubuka? Unajua mtu hana mshipi. Juzi nilienda kuhubiri mahali, nimesimama hivi ninahubiri. Mtu mmoja akapiga kelele hapo mbele ya watu. Nikasikia watu wote wako pale, wameanza kupiga makelele. Baada ya kukaa hivi nikajua huyu mtu ni leader lakini hana mshipi. Iposa na misbehave. Akasema lazima utoe hiyo scripture tuone, lazima. Nikamwambia okay. Nikafungua scripture. Baadaye nikasikia akitembea kwa watu akiwaambia, sasa nikumaanisha hii Biblia inataka tuwe toshosho. Nikajua huyu ana mshipi. Ukiona kila neno Biblia inasema tufanye, unasikia mimi sitafanya, kiuno chako hakina mshipi. Hata wadugu wako hapa atakwambia vile wrong ni bila mshipi. Inazunguka kila wakati. Unaona hii mshipi. Hata mshipi inaweza kuwa imezeeka kabisa, lakini mtu anasema acha nitumie hii kabla nipate ingine. Maana wrong hii inaweza misbehave. Ifunguke. Watu washindwe ni power inaendelea hapa ama ni nini? Kumbe mtu ana mshipi. Ndugu mmoja tulikuwa tumesimama mahali, akaanza kunitukana, ananitukana.
Akasema hata naweza kupiga wewe kufanya hivi. Kumbe rongi yangu ana mshipi. Alikuwa ni ile kapiti ya kuukisha hivi. Nafikiri ni Bwana alikafungua nicha ndio asisonge tena. Maana alikuwa amekuja kunigonga. Na sasa mimi sina mikono ya kumchapa. Aenda. Bwana ikashuka. Ilikuwa na mama Kakunya. Rongi ilikuja mpaka hapa. Akasema washa hivyo wewe unakuwa kama mshawi wewe. Mshawi wewe. Katika rongi yake akatembea na huko akaingia kwa nyumba. Akisema mimi ni mshawi nikasema au mwanga ni bodo ile mama. Kama sio wewe mtu angegonga mimi. Sasa mimi ningetaka nikuulize. Ni mambo yapi huwa unajipata unafanya na hutaki kuyafanya? Hata unasikia I resist in Jesus name. Alafu unasikia tu story yako inasema yes, yes. Yes, yes. Ni kiuno akina mshipi. Bwana Yesu apewe sifa. Mfunge viuno vyenu mishipi ndio isiweze kumisbehave. Maana uko na feelings ambazo zinasema tumwaibishe Bwana Yesu na spirit inasema tusimwaibishe, lakini kiuno kumbe hakina mshipi. Na injili ile ulipokea ndio inasababisha either uwe na mshipi ama usiwe na mshipi. Na kwa hivyo utapata kuna mambo ambayo hata ukisema no unapata umeyatenda, na hata ukiyatenda unasema no na bado umeyatenda. Ni kiuno chako hakina mshipi. Ila mtu adilulie mkono anisalimie. Bwana Yesu asifiwe. Wadugu na wadada, viuno vya Wakristo vikikosa mshipi utawapata kwa chama zingine wanaongeanga maneno ambayo sio ya Mungu, wako na mizaha ambayo sio mizuri. Unajua, na mimi ile kitu sina ni mshipi. Tuseme amen. Kwa hivyo unapata Petro akasema niandikia watu wote. Kwa hiyo vifungeni viuno vya nia zenu. Hiyo ni kusema tunatumia mshipi. Ndiposa alisema kwenye kitabu cha Waefeso, mkijifungia mshipi yenye kuongea ukweli, to speak the truth. Hiyo ni kiuno chako, unafunga mshipi ndio ukue sawa sawa. Kama sasa ukiwa na trusa yenye iko ni kubwa kukuliko, kama wewe ni ndugu, unaweza rukaruka sana. Ati na haina mshipi, huwezi rukaruka sana. Maana unajua chochote chaweza kutokea hapa. Na hakutakuwa ati ni power ya Mungu, ni mshipi ilikosekana. Na hivyo sasa wadugu na wadada lazima tujifungie mishipi. Hebu tusikie kitu cha kwanza. Tukifunga mishipi zetu, Biblia inasema na kuwa na kiasi. Kwa hivyo Mkristo asiyekuwa na kiasi cha mambo, asiyekuwa na kiasi cha mienendo yake, asiyekuwa na kiasi cha vile ana choose marafiki, ni kwa sababu kiuno chake akijafunga mshipi vizuri. Hiyo ni kusema mtu yeyote akisimama, mapepo huwa inampima ako na nini na ni nini hana. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja ameniambia juzi walikuwa wameenda kukemea wachawi. Na wakiwa pale upande wa Kisii, wakiwa huko akasema tunaenda kukemea huyo mtu. Na lazima tutammaliza kama hatakubali kuokoka. Maandiko imesema mchawi na akufe. Kwa hivyo wakaenda, wanaenda kuataka mchawi. Naye mchawi alipoangalia, unajua wakati unaenda kuconfront demon, kitu cha kwanza huwa ina flash kwako immediately ni the area ambayo uko na weakness. Area ile uko na weakness ndio demons zitaataka haraka sana. Na kwa hivyo yule mpendo waliposimama akamuuliza yule mtu, akamuuliza na wapi mshipi yako? Akafanya hivi, akasikia kuna mshipi. Akaambiwa Pendo, huyu mtu anatushanganya, anataka tuache kumgemea. Akauliza na wapi mshipi, ama ni kufanya vibaya? Ndio ndugu mwingine akamfanya hivyo, akamwambia tutoke nje kidogo. Wakajiuliza na mshipi ni nini kwa kidogo?
mshipi ni nini? Walikuwa watu watatu. Ndio mmoja akasema na kwa Efeso Biblia inasema nini? Yeye akasema na ni kweli hiyo mtu anaona. Sina hiyo mshipi yenye anasema. Wakaachana na mchawi, akawachekelea wakienda. Akawaambia na Sunday nitakuja church. Na Sunday alikuja church. Na akakaa chini huko. Ni kwa sababu gani? Watu hawa kile kilipatikana ndani yao, kuna sehemu ya kiroho walikuwa wamepungukiwa. Wana wa Kefa waliulizwa, ni nani amewapatia authority? Mnajua